Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, na leo tunatafakari masomo misi ya Dominika ya pili ya Pasaka. Dominika hii inajulikana vile vile kama Dominika ya huruma ya Mungu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya 42 mpaka aya ya 47. Somo la pili, waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya ya 3 mpaka aya ya 9. Somo la Injili ni Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 mpaka aya ya 31. Vile vile nipende kuwaomba na kuwakumbusha nyote ambao bado hamjisubscribe katika channel hii. Bonyeza maandishi yenu kwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo utakuwa umeweza kusubscribe katika channel hii, na hivyo utapata wasaa wa kuwa unafuatilia channel hii punde tu zikishapandishwa katika channel hii. Dominika ya leo, kama vile ambavyo nimekwisha kuwafahamisha, inajulikana kama Dominika ya Pasaka au Dominika ya huruma ya Mungu. Katika Dominika hii kanisa linapata fursa ya kuadhimisha huruma ya Mungu, na ilitengwa iwe mahususi tarehe ya 30 ya mwezi Aprili ya mwaka 2000 na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Chimbuko la ufunuo wa Mungu kwa wanadamu lilianza baada ya matokeo ya Mtakatifu Faustina Kowalska mwaka wa 1930. Faustina Kowalska inatajwa kwamba alipokuwa akisali chumbani kwake, Yesu mfufuka alimtokea akiwa amevalia vazi leupe, lakini vile vile aliona mianga mikubwa miwili ikitoka moyoni kwa Yesu. Mianga hiyo ilikuwa na rangi nyekundu pamoja na rangi nyeupe. Yesu mfufuka alimwamuru Mtakatifu Faustina Kowalska ya kwamba yale yote anayoyaona ayachole katika picha, na picha hiyo iwe na maneno katika lugha ya Kipolandi yanayosomeka kama Jezu ufamu tobie, Jezu ufamu tobie, yenye maana ya kwamba Yesu na kuamini. Katika tokeo la mwisho, Mtakatifu Faustina Kowalska aliandika mfululizo wa sala mbalimbali za huruma ya Mungu. Shabaha ya kuandika sala hizi ilikuwa ni kupata huruma ya Mungu kwa yoyote atakayezitumia kwa kuzisali, lakini vile vile kuamini uwepo wa huruma ya Mungu, na shabaha ya tatu ni kuonyesha huruma ya Mungu kwa wengine. Katika sala hizi za huruma ya Mungu, anapaswa awe ni balozi wa huruma ya Mungu kwa watu wengine. Hivyo katika miaka 1930 ibada ya huruma ya Mungu ilienea maeneo mbalimbali kote ulimwenguni, na mwaka 1936 Mtakatifu Faustina Kowalska alishambuliwa na maradhi ya TB yaliyopelekea kifo chake tarehe ya 5 ya mwezi wa 10 mwaka 1938 akiwa na umri mdogo sana wa miaka 33 peke yake. Baada ya kifo chake, uchunguzi yakinifu ulifanyika kuhusu maono ya Mtakatifu Faustina Kowalska, na Vatican ilithibitisha kuwa maono hayo aliyoyapata Faustina yalikuwa ni maono ya kweli. Hivyo maono hayo yalichapishwa katika shajara maalum inayojulikana kama Diary ya Mtakatifu Faustina Kowalska. Hiyo ilikuwa ni mwaka 1981. Na mwaka 1965 Askofu Mkuu Karoli Wojtyla alianzisha uchunguzi na upembuzi yakinifu dhidi ya maisha pamoja na maono ya Faustina. Na mwaka 1978 Askofu Mkuu Karoli Wojtyla alichaguliwa kuwa Baba Mtakatifu, akachukua jina la Yohane Paulo wa pili. Hivyo baba huyu mtakatifu aliharakisha zaidi mchakato wa kumtangaza Faustina kuwa mtakatifu, kwani aliyafahamu maisha yake pamoja na maono yake kwa kina, kwa undani na kwa upana. Faustina alitangazwa kuwa mtakatifu tarehe 30 ya mwezi ya Aprili ya mwaka 2000. Lakini zaidi hayo yote, vile vile Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alitangaza Dominika ya pili ya Pasaka itakuwa ni Dominika mahususi kwa ajili ya kuadhimisha huruma ya Mungu. Na Dominika hii ni kujibu moja ya ono mojawapo ambalo Mtakatifu Faustina Kowalska alipewa na Yesu. Yesu alimtaka Mtakatifu Faustina Kowalska kwamba kuwe kuna siku moja katika mwaka ambayo jumuiya nzima ya waamini watasherekea huruma ya Mungu. Na katika siku hiyo, kila nafsi itakayokwenda katika maungamo, katika sanduku la maungamo, itapokea msamaha kamili wa dhambi, lakini vile vile itapokea msamaha kamili wa adhabu zote zitokanazo na dhambi. Lakini vile vile nafsi hiyo itakayokwenda katika sakramenti
ya kitubio au upatanisho, milango yote ya neema itafunguliwa kwayo, kama jinsi ambavyo tunavyosoma katika diary ya Mtakatifu Faustina Kowalska namba 699. Katika somo letu la kwanza siku ya leo ambalo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 42 mpaka aya 47. Somo hili kwa lugha nyingine nyepesi tunaweza tukasema ni katiba ya maisha ya Mkristo. Katiba ya maisha ya Mkristo. Maisha ya Mkristo yanapaswa yaongozwe na somo hili la kwanza tunalosikia siku hii ya leo. Katika somo hili la kwanza linaeleza namna jinsi ambavyo jumuiya ya kwanza ya Wakristo iliishi katika mji wa Yerusalemu. Jumuiya ya kwanza ya Wakristo ni mfano dhahiri, ni mfano shairi ya namna ambavyo jumuiya zingine za Wakristo leo zinapaswa ziishi. Somo hili limejikita zaidi kuelezea umoja wa waamini kama kanisa unavyopaswa kuenziwa na kuheshimiwa. Jumuiya ya kwanza ya Wakristo ilikuwa ni jumuiya ambayo inaongozwa na imefungwa na kifungo cha umoja. Jumuiya hii iliongozwa chini ya mafundisho ya mitume, ushirika wa waamini na kumega mkate kwa pamoja. Hawakuwa na tofauti za kimafundisho kama jinsi ambavyo tofauti zilizopo katika ulimwengu huu wa leo. Ulimwengu huu wa leo tunashuhudia uwepo wa utitili wa makanisa mbalimbali, madhehebu mbalimbali ya Kikristo. Na yote haya yana jinasibu ya kwamba yanatangaza neno la Mungu kama jinsi ambavyo limefunuliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini ukiingia kwa undani katika mafundisho yao, ukiingia kwa undani katika imani yao, hauyaoni mafundisho ya kweli ya Yesu, uyaoni mafundisho ya kweli yanayotoka kwa Mungu, na uioni imani ya kweli ambayo Yesu alijenga juu ya mitume. Mafundisho ya utitiri wa hayo makanisa pamoja na hao wafundishaji na walimu mbalimbali yaliyo mengi yanalitumia neno la Mungu kama pazia la kuficha matamanio yao yaliyo nyuma huko. Katika 100% za mafundisho yao ni 1% peke yake linafundishwa neno la Mungu na anafundishwa Mungu na anahubiriwa Mungu kweli kweli. Lakini 99% zaidi ya 99 vinahubiriwa vitu vingine. 99% hizo zinahubiriwa pesa na mafanikio. Ni kama vile Mungu sasa anayetangazwa na kuhubiriwa ni pesa, lakini sivyo inavyopaswa kuwa. Imani ya kweli na mafundisho ya kweli ndiyo hayo ambayo tunayoyasikia katika kanisa ambalo Yesu mwenyewe amelianzisha, kanisa moja takatifu, Katoliki na la mitume. Mafundisho yanayopatikana katika kanisa hili ni mafundisho ambayo Yesu mwenyewe alifundisha na ni mafundisho ambayo mitume wenyewe waliyafundisha. Mafundisho hayo siyo mafundisho yanayoongozwa na miemuko ya mfundishaji. Sio mafundisho yanayoongozwa na matamanio ya mfundishaji, wala sio mafundisho ya kumpendeza mtu yoyote. Ni mafundisho ambayo yanapaswa yafundishwe kama jinsi Yesu Kristo mwenyewe ambavyo ametaka watu wake waujue ukweli huo. Kumbe kama ni hivyo, sisi ambao ni jumuiya ya waamini wa kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume hawa ambao walimuona Yesu, wakamsikia Yesu na wakapewa maagizo hayo ya kufundisha habari za Yesu, tunapaswa tuwe na jambo moja lifuatalo. Waamini wote tunapaswa kuwa na umoja. Umoja katika imani, umoja katika mafundisho na umoja katika kumtumikia Mwenyezi Mungu ipasavyo. Kama jinsi ambavyo umoja wa waamini wa kanisa la kwanza tunavyoelezwa na somo letu la kwanza ulivyokuwa, ndivyo ambavyo na umoja wa waamini wa leo hii unapaswa uwe. Kila mmoja anapaswa alione kanisa kama ni nyumbani kwa baba yake. Na kama ni hivyo, basi kanisani hapa ni nyumbani kwetu vile vile na sisi pia. Na kama ni hivyo, yote unayoyatenda yanapaswa yatoke katika kanisa lako. Yote unayoyaamini yanapaswa yatokane na mafundisho ya kanisa lako. Imani yako inapaswa yatokane na mafundisho ya kanisa lako. Matamanio yako yanapaswa yatokane na mafundisho ya kanisa lako. Maisha yako yote kwa ujumla yanapaswa yatokane na mafundisho ya kanisa lako. Usiishi, usitende, usifikiri
ambavyo ni kinyume na mafundisho ya kanisa lako. Kanisa hili linafundisha ukweli wote wa kimungu, na kama ni hivyo, ukweli huu wa kimungu ndio ambao unapaswa upeleke katika maisha yako ya kila siku, upeleke katika shughuli zako za kila siku, upeleke katika mahusiano yako na wengine kila siku, upeleke katika kila nyanja ya maisha ambayo unayoifanya. Kwa hiyo kanisa ni dira ya maisha yako, na mafundisho haya ya kanisa sasa ndio yanapaswa kwa 100% yaongoze maisha yako popote pale utakapokuwa. Kwa hiyo wajibu wako ulionao, wajibu wetu sisi sote kwa pamoja ni kulipenda, kulitunza, kulithamini, kulijali na kuliamini kanisa, kwa sababu kutoka katika kanisa huko ndiko ambako tunapata uelekeo, tunapata dira ya maisha yetu ya siku zote. Kupingana na hayo ni kupingana na Mungu mwenyewe. Katika somo la pili ambalo linatoka katika waraka ule wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya kwanza aya ya 3 mpaka ile aya ya 9. Waraka huu unatajwa kuwa uliandikwa na Mtume Petro mwenyewe, kama jinsi ambavyo ukisoma katika waraka huu sura ya kwanza aya ya kwanza unavyojitanabaisha. Waraka huu Petro aliziandikia jumuiya za kwanza za Wakristo zilizoenea katika jimbo la Asia Ndogo. Asia Ndogo kwa kipindi hicho ilijumuisha miji 6 ambayo ni mji wa Asia wenye makao yake makuu katika eneo la Efeso, mji wa Bithania, Galatia, Kapadocia, Silisia na Pamfilia. Lengo na madhumuni ya waraka huu ilikuwa ni kuwahimiza Wakristo hawa wa kwanza, imani hii changa ya Wakristo. Mtume huyu Petro anawahimiza sasa Wakristo hawa kwamba wawe na umoja katika imani yao, lakini vile vile wawe na ujasiri katika kutetea, kulinda na kupigania imani yao. Petro vile vile anawahimiza Wakristo hawa hawapaswi wawe kama bendera inayofuata upepo, wawe vigeugeu, bali wakaze shingo yao kama gumegume kuielekea imani yao, kumwelekea Mwenyezi Mungu. Na Petro vile vile anawapa moyo, anawaambia japokuwa kuna madhulumu, kuna mateso, kuna ukandamizaji kutoka katika dola ya Kirumi kwa Wakristo wote na wote wanaomwamini Kristo, lakini watu hawa ambao wamepokea imani ya thamani kubwa namna hii wanapaswa wawe na ujasiri wa kusimamia imani yao hata kama kuna hatari kubwa itakayokuja mbele yao. Petro mtume mwenyewe alifanikiwa kusimamia imani yake kwa matendo thabiti kabisa, na hiyo kati ya mwaka 64 mpaka mwaka 67 baada ya Kristo aliuawa kwa amri ya mtawala anayejulikana kwa jina Nero. Hivyo katika somo letu la kwanza tulilosikia, somo la pili, Mtume Petro anamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa zawadi kubwa sana ambayo ametupatia sisi wanadamu, ambayo ni zawadi ya ukombozi. Na licha tu ya kuwa ametukomboa, lakini vile vile anamshukuru kwa sababu sisi ambao tumekombolewa tumefanyika watoto wa Mungu kwa Kristo Bwana wetu. Ni zawadi kubwa sana ambayo Petro anamshukuru Mwenyezi Mungu. Na kwa kweli ndiyo zawadi ambayo hata sisi tulio wa Kristo leo tunajivunia ya kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufanya kuwa wa Kristo. Ni fursa adhimu, ni zawadi adhimu na ni zawadi ya kipekee. Kama kuna zawadi yoyote kubwa ambayo Mwenyezi Mungu anaweza akakupa leo hii, basi ni zawadi ya kukufanya wewe kuwa mfuasi wa mwanaye wa pekee, kuwa Mkristo. Unapaswa uone fahari ya kwamba ni upendeleo mkubwa sana wa Mungu kunifunulia makubwa haya, kunifunulia ukweli huu, mimi ambaye sistahili, na sasa ninastahilishwa kuwa mwana wa Mungu katika imani hiyo ya Kikristo. Lakini hiyo ni moja. Kila zawadi ambayo inayokuja ina wajibu vile vile wa kuitunza. Ndio Mtakatifu Petro mtume huyu anatuambia katika somo hili la pili ya kwamba muwe jasiri katika imani yenu, katika zawadi hiyo Mwenyezi Mungu aliyowapatia. Msiyumbishwe na mateso, maudhi na madhulumu yanayotoka katika dola ya Kirumi, bali muwe waangalifu, msijikwae, msiogope, na muwe na moyo wa ujasiri kiasi kwamba mko tayari kukabiliana hata na mauti. Wawe radhi kuifia imani yao. Ni maneno haya ambayo Petro mtume aliwaandikia waamini wa kanisa la Asia Ndogo, kuwapa moyo,
kuwapa nguvu na kuwasukuma zaidi wawe na hali ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kumtumikia, hao ambao wamekwisha kukombolewa na hao ambao wamekwisha kuamini na hao ambao wamepewa zawadi ambayo ni kubwa zaidi kuliko zawadi zingine zote, wamefanyika kuwa watoto wa Mungu kwa namna ya ufuasi kwa mwanaye wa pekee. Ndivyo na sisi ambavyo hii leo tuko katika ulimwengu wenye fujo nyingi, wenye ghasia nyingi, wenye makwazo mengi. Kama jinsi ambavyo alituambia mwandishi nguli anayejulikana kwa jina la Efus Kezilahabi, aliyesema ya kwamba ulimwengu huu tunaoishi ni ulimwengu wa fujo. Dunia ni ulimwengu wa fujo. Lakini jambo linalotupa matumaini ya kwamba sisi ambao tuliokombolewa, licha ya kwamba tunaishi katika ulimwengu wa fujo, lakini tunaye Mungu. Kama ni hivyo basi, fujo hizi za ulimwengu zisitutoe katika njia ya kutupeleka kwa Mungu. Kuwa jasiri kabisa katika imani yako, na lisiwepo jambo lolote lile ambalo linaloweza likakurudisha nyuma katika imani. Yawe ni matatizo ya ulimwengu, ziwe ni shida za ulimwengu, liwe na jambo gani, kaza macho yako na uso wako kumwelekea Mwenyezi Mungu peke yake. Mungu ni kimbilio lako, na Mungu ni msaada wako, na Mungu ni faraja yako. Chochote kile kisikutoe kwa Mungu. Uwe ni umaskini, usikutoe kwa Mungu. Ndio ukufanye sasa katika umaskini huu uwe na imani kweli kweli kwa Mungu. Yawe ni maradhi, yasikutoe kwa Mungu. Ukamwacha Mungu, ukaamua kukimbilia kwa miungu mingine, utakuwa ni upotovu wa hali ya juu kabisa. Msaada wako katika maradhi tulionayo unatoka kwa Mungu. Ziwe ni shida, changamoto za maisha ya siku zote, zisikufanye wewe ukajitenga na Mungu, bali katika changamoto hizo ndio uongeze bidii zaidi ya kumpenda Mwenyezi Mungu, kumtumikia na kusali zaidi. Kwa hiyo mambo yote, changamoto zote, isiwepo yoyote ya kukutoa kwa Mungu, hata kama ni makwazo ya walimwengu. Makwazo hayo sasa ndio ya kufanya uone ya kwamba kumbe faraja yako, tumaini yako iko kwa Mungu peke yake. Na katika somo la Injili ambalo tunatoka katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya 19 mpaka aya 31. Katika Injili mitume wanamuona Yesu. Yesu vile vile anawasalimia kwa kuambia amani iwe kwenu. Baada ya ufufuko, Yesu aliwapatia wanafunzi wake mambo matano. Na mambo haya ndiyo ambayo na sisi tumepatiwa hii leo. Na mambo haya matano ndiyo ambayo tunapaswa tuyaishi sisi kama jamii ya Wakristo. Na mambo haya yanapaswa kila nafsi ya mmoja wetu na kila moyo wa mmoja wetu ujazwe na mambo haya matano. Jambo la kwanza, Yesu aliwapatia amani. Anawaambia amani iwe kwenu. Na amani hii ya kimungu Yesu anawapatia ili wanafunzi hawa, mitume hawa, waweze kuishinda hofu ya Mayahudi. Kumbe na sisi, kwa mtu ambaye ana umoja na kanisa lake, mtu ambaye ana umoja na Mwenyezi Mungu, mtu huyo ana amani moyoni mwake. Na ukiwa na amani moyoni mwako, kila jambo kwako litakuwa ni sawasawa tu. Hakuna chochote kile kinaweza kikakushinda au kikakuangusha katika imani yako, kama kweli una imani. Hakuna jambo lolote la kukutoa kwa Mungu. Wanaondoka kwa Mungu ni watu wasiokuwa na amani moyoni mwao. Wanafikiri ya kwamba huko nje ya Mungu wanaweza wakapata amani. La hasha, si hivyo. Huko kwingine ukiitafuta amani nje ya Mungu ni kutafuta maumivu, upotovu na kuangamia zaidi. Amani ya kweli inapatikana kwa Mungu. Ingia magotini, sali, mlilie Mwenyezi Mungu, ongea na Mungu, sikiliza nini Mungu anakuambia. Hapo utaondoka na amani kweli. Na uzuri katika imani yetu sisi, ziko novena mbalimbali, uko utitiri wa sala mbalimbali, yako matendo mengi kabisa ya kibada mbalimbali. Ukiweza kuyafata matendo haya kwa moyo thabiti kabisa, utapata amani. Hata katika magumu ulio nayo utapata amani. Katika matatizo utapata amani. Familia yako itakuwa na amani. Kazini kwako kutakuwa kuna amani. Moyoni mwako kutakuwa kuna amani, endapo tu ukimtanguliza Mwenyezi Mungu. Jambo la pili, Yesu anawapatia wanafunzi wake utume wa kufanya. Yesu anawatuma waende wakafundishe habari hizi njema za mfufuka. Ndivyo hivyo ambavyo na sisi, kama umeshapata amani sasa ndani ya moyo wako, una Yesu vile vile, na
hali ya kimungu imeujaza moyo wako una amani, unafanyika kuwa mtume na mjumbe wa kusambaza ile amani ya Mungu kwa watu wengine. Mungu amekujalia amani, basi kila unayekutana naye wewe uwe ni mjumbe wa amani, uwape watu wengine amani. Usiwe ni sababu ya kupeleka makwazo kwa wengine, usiwe ni sababu ya kupeleka chuki kwa wengine, usiwe ni sababu ya kupeleka uadui na uhasama kwa wengine. Lakini wewe ambaye umepokea amani ya Kristo mfufuka iko ndani ya moyo wako, kuwa mjumbe wa kupeleka amani hiyo vile vile kwa wengine. Yesu anawapatia vile vile mitume wake Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu atawaimarisha zaidi katika imani na katika mafundisho, ili waweze kuishuhudia imani hii ya Kikristo kwa watu wengine. Ndivyo ambavyo na sisi ambavyo tuliojazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anasema na sisi ndani ya mioyo yetu, anatuimarisha zaidi katika imani na tuweze kumtangaza Yesu huyu mfufuka. Kama ni hivyo basi, tujibidishe zaidi katika kutafuta hii karama na mapaji mbalimbali ya Roho Mtakatifu. Tusimame imara kabisa katika imani. Kamwe usisimame mguu pande katika imani yako. Mguu mmoja uko kwa Yesu, mguu mwingine uko kwa Ibilisi. Ni makosa makubwa. Usiwe vuguvugu. Kama umekuwa moto, kuwa moto. Kama unakuwa baridi, kuwa baridi. Kama umekuwa mtu mwema, kuwa mtu mwema. Kama umeamua kuwa mdhambi, kuwa mdhambi. Kama umeamua kuwa mwongofu, kuwa mwongofu. Kama umekataa uongofu, basi kataa uongofu. Usisimame katikati. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuonyesha njia unayopaswa kusimama, njia ambayo ni sahihi. Na njia sahihi ni kusimama katika uongofu. Simama katika uongofu wako kweli kweli. Usichanganye uongofu na mambo mengine. Simamia uongofu wako, pigania uongofu wako, linda uongofu wa roho yako kwa gharama yoyote ile. Na kamwe usijiingize katika mambo mengine ambayo ni ya Ibilisi. Simamia uongofu siku zote za maisha yako. Lakini vile vile jambo la 4, Yesu anawapa mitume uwezo wa kuondolea dhambi watu wengine. Ndio uwezo ambao limepewa kanisa la kuondoa dhambi. Kama ni hivyo, tunakumbushwa ya kwamba kumbe toba ni tiba. Roho ya mtu ambayo imeathirika na maradhi ya dhambi inaweza ikapata usalama katika sakramenti, katika tiba ya toba. Na ndivyo ambavyo ilivyo. Ukiwa na madhambi mengi umeyahifadhi moyoni mwako, unapokwenda kuungama, unaondoka pale unajihisi kuna mzigo mzito umeutua. Roho yako inajawa na furaha, roho yako inajawa na amani. Kama ni hivyo, tunapaswa kuelekea sakramenti ya kitubio mara zote. Jambo la ajabu, wako Wakristo wengine ambao hawana habari, hawana mpango na sakramenti ya kitubio, wala hata hawakumbuki mara ya mwisho wa maungamo lini, wala hata hawaipendi sakramenti ya kitubio. Ukimchukua mtu ambaye amejenga mazoea ya kuungama mara kwa mara na mtu ambaye haungami dhambi zake mara kwa mara, hawa ni watu wawili tofauti kabisa. Mtu ambaye anaungama dhambi zake mara kwa mara, namna yake na matendo yake ni tofauti na mtu ambaye haungami dhambi zake mara kwa mara. Mtu anayeungama dhambi zake mara kwa mara, huyu ni mtu mwema kabisa. Mtu ambaye haungami dhambi zake mara kwa mara, huyu ni mtu hatari zaidi. Kama mbali na mtu ambaye haungami dhambi zake mara kwa mara. Mtu ambaye dhamiri yake imeshakufa ni mtu hatari zaidi kuliko hata wanyama wa msituni ambao ni hatari. Jambo la 5, Yesu anawaambia wanafunzi wake wanapaswa wapendane. Anawapa amri na kuwakumbusha juu ya upendo. Na sisi vile vile ambao tuna amani ya Kristo, tuna furaha ambayo Kristo amejaza roho yetu, tunapaswa tuwe ni watu wa mapendo. Tupendane sisi kwa sisi. Sisi ni watoto wa Mungu. Tusaidiane sisi kwa sisi. Msibaguane. Msiwe na matabaka miongoni mwenu. Msiwe na makundi miongoni mwenu. Makundi yanayopingana, matabaka yanayopingana. Ninyi nyote ni wamoja. Pendaneni kama jinsi ambavyo Kristo mwenyewe alitupenda sisi. Kwa hiyo ndugu zangu, mambo haya yote yamelenga kujenga umoja wa kiimani kwetu sisi wa Kristo. Ni umoja huu ni wa msingi sana. Umoja ambao unapaswa kufungwa na kifungo cha upendo. Tuwe na umoja katika imani, maadhimisho, sakramenti na yote ambayo kanisa linatuelekeza. Na ufahamu ya kwamba uko katika njia sahihi, na kama uko katika njia sahihi, ongeza umoja sasa na kanisa lako. Umoja na kanisa ni umoja na Mungu. Ni mimi padri wenu, ndugu yenu, mtumishi wenu nisiye na faida, Padri Kefa wa Jimbo Katoliki la Geita. Kubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi,
Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.